Maridadi Shop ni duka la bidhaa mbalimbali jijini Mbeya. Lipo Uhindini West Street karibu kabisa na benki ya NMB. Kwa mahitaji yako ya viatu vya ofisini na vile vya mitoko zaidi, nguo za kike na za kiume kama vile mashati na suruali zake, suti za kike na za kiume, jinsi na t-shirt kali. Pia kuna magauni na nguo za watoto wa kike na wa kiume, bila kusahau mikoba maridadi kwa kina dada pamoja na mabegi kwa watoto mashuleni. Kadhalika tunauza vifaa mbalimbali vya michezo na mazoezi aina ya gym, mpira wa miguu, mpira wa meza, vishale na kadhalika. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa simu nambari 0754 293 499 au 0754 696 080 au 0754 380 970 au kwa barua pepe habakukimushi19@gmail.com. Ngeleni kwa kazi ya malezi kwanza, sababu malezi yanaanza, uniform zinafuata. Bila malezi hata ukija kuleta uniform ya dhahabu inakuwepo mwanafunzi hawezi kukaa sawa sawa. Kwa hiyo kwanza ongeleni kwa malezi, pia poleni kwa kusubiri sana kwa mliowahi sana. Ni kwamba nilikuwa nafanya kazi nyingine mpaka mtimie, wakati nilikuwa nawasiliana na katibu kujua kama tumeshatimia. Uniform hizi hili ni katika ile zoezi ambalo huwa napigaga show za muziki. Si mnajua mbunge ni mwanamuziki pia? Ndio. Kwa hiyo kila mwaka huwa napigaga show za muziki maalum, na ile fedha inayopatikana yote, ukiondoa gharama labda kama kuna mtu ulimwalika umemlipa kidogo ili atietie nani, lakini faida yote inayopatikana huwa naileta ofisini hapa, na ndio inafanya kazi hii ya kushona uniform. Kwa hiyo tunafanya kila mwaka. Mwaka jana tulifanya kwa watoto 100, mwaka huu tumepata watoto 107. Mungu ametuongezea, ametupa baraka, tumeongeza nguvu ya watoto 7 na tutaendelea hivyo. Mzidi kutuombea ili mwakani na miaka inayokwenda tuwe kama zamani. Maana zamani tulikuwa tunakwenda mpaka watoto 400. Nakumbuka wakati ule tulikuwa tunaenda mpaka watoto 400. Lakini sasa hivi vyuma vimebana, nguvu inapungua, lakini tukasema tunakomaa, hatuwezi kuacha hata kama nguvu pumzi inaisha vipi, tutatumia mpaka pumzi ya mwisho ili kuhakikisha hao watoto wanapata uniform. Kwa sababu na kwa nini zamani tulikuwa tuna uwezo mpaka watoto 400 300, sasa hivi tuna uwezo tuna nguvu inapungua? Ni kwa sababu zamani pia tulikuwa tunapata wadau kutuchangia, lakini sasa hivi wadau hawachangii tena, inabidi tupige mziki, kwa sababu wadau sasa hivi wanasema bwana, elimu bure, tunachangia nini tena? Nyinyi wote mnajua haya mambo yanavyoleta confusion, lakini tunapenda kutumia fursa hii kuambia wadau kwamba hawa watoto kinacholipwa ni ada, kilichosamehewa ni ada, lakini vitu kama uniformu, madaftari na kadhalika bado inahitajika nguvu ya jamii, kadi mwenye uwezo ajitoe kuwasaidia hawa watoto, kwa sababu watakuwa wamesamehewa ada, lakini mtoto anaenda shuleni, kama mtoto wa kike blouse imechanika, maumbile nyeti yanaonekana, hata kama huyo mtoto atakuwa na akili kiasi gani hawezi kumsikiliza mwalimu vizuri. Na ndio maana tunaona kwamba kuna umuhimu, pamoja na kwamba serikali kusamehe ada kwa hao watoto, lakini bado kuna mahitaji mengine ya elimu yakiwemo kama uniformu na madaftari, na ndio maana hii juhudi tumesema hatuwezi kuachana nayo mpaka sisi siku na mninga utakaposhuka. Karibu sana Husna, usome na uendelee kukamata dini. Siku moja inshallah uende ukahiji ili uwe haja. Sawa sawa? Na wewe ujumbe wangu ni ule ule, kwa sababu yani leo kila sura nayoiona nataka nione mpaka inafika mbali. Ndio maana nimesema leo lazima niwepe mimi mwenyewe kwenye kugawa hizi uniform. Sawa sawa Mary? Asante sana. Yanga. From gani? Haya. Usome dada. Jina naitwa Husna Alfa Ukuni. Namshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa msaada aliyoutoa. Naahidi sitomwangusha. Natamani sitomwangusha katika masomo, na ninatamani sana kuja kuwa mwanasheria. Na soma katika shule ya sekondari Hanga. Kidato gani? Kidato cha 3. Jina naitwa Albert Rashid Wilson. Nasoma shule ya sekondari Isiesi. Napenda kumshukuru mheshimiwa mbunge Mbeya mjini, mheshimiwa Sugu, amesaidia msaada huu sana. Katika masomo yangu napenda kumwahidi kwamba kupitia msaada huu aliyonipatia nitasoma kwa bidii na kufikia malengo yangu ambayo nimepanga na maisha yangu. Jina naitwa Angela Christopher. Nasoma shule ya sekondari Ganzo, na nimependa chenye mbunge amejitolea kuhusu sisi watoto yatima. Mungu ambariki, azidi kuniongezea pale alipotoa. Jina naitwa Lema Simon Makisa. Tunamshukuru mbunge kwa msaada aliotupa. Tunaomba Mungu amuongezee siku za kuishi
aishi miaka mingi. Anaitwa Simon A. Mwakyusa. Namshukuru mbunge kwa kazi anayoifanya. Nazidi kumuongeza Mungu, tunazidi kumuombea Mungu amzidishie apate baraka nyingi. Nashukuru kwa wito wa mbunge kwa kutufanyia vizuri, tunashukuru. Tunamshukuru mbunge kwa msaada aliotupatia. Tunamshukuru mbunge. Kila mtu angalie kama uniform aliyopata ni sahihi. Wewe amekusaidia nini? Mimi nimekuja kumshukuria mdogo wangu. Iko form ngapi? Form 1. Mungu akubariki na kukumbuke na kutunze na kufiche na maadui. Kwa kazi uliyoifanya kwetu kama wana Mbeya, sehemu mbalimbali, moyo ulioufanya sio jambo la kawaida sana. Kuna viongozi wengi wamepita, wengine hatufikii, lakini wewe kwa moyo uliojitoa ili kutufanyia kwamba hata wao wahitaji wako pembezoni huko, hata kama wewe utufikii, lakini kuna baadhi hata mume waagiza kama tembeleni sehemu fulani fulani kwa tembelea watu wahitaji. Ule moyo wa kufikiria yani ni ngumu sana. Kama wengine tunaamka na kula kwamba yani mradi kumekucha, lakini wewe bado unawaza familia yako, unawaza ndugu zako, pia hata jamii umekumbuka kukumbuka. Kwa hiyo Mungu akubariki, hakukumbuke. Pia tunajua yote haya nyuma yako kuna mama, watoto. Kuna wakina Delila. So kwa nini mimi? Nyumbani kwetu hatujajenga. Mimi sina vitenge, mimi sijasuka, mimi sijafanya hiki. Lakini kumshirikisha Mbaili na yeye akasema ni kweli tufanye kwa sababu tunafanya kwa Mungu. Yaani Mungu ambariki huyo mama, Mungu amkumbuke, azidi kukuombea na sisi tuzidi kukuombea pia. Watoto hawa wana mahitaji maalum. Yaani mtoto amevaa nguo zimechanika, yaani inampunguzia hata concentration ya darasani. Niliposikia hivyo nilifurahi sana. Na mara nyingi wanawasiliana sana na katibu pale. Aliniambia bado, alivyoniambia tayari nilifurahi sana. Na nimekuja na vijana wangu wote hapa. Na bahati nzuri yani wakati tunachambua, tuliwachambua tukawafikia wale wenye uhitaji kabisa. Tunashukuru sana, Mungu akubariki sana. Uendelee na huo moyo. Amina. Unajua tunafanya hivi sio kwamba ni kitu kikubwa sana tunafanya, lakini tunafanya hivi kama leo mimi nimewafikia watoto 107. Mwingine labda hajui kama huo uhitaji upo hapa mjini. Kwa nafasi yetu kama viongozi, ukipeleka sasa kule kwa jamii, na nyinyi wana habari ni viongozi, wanasema nyinyi ni muhimili wangapi? 4. Na nyinyi mkipeleka, kwa kuna mtu ambaye yuko zake anakunywa bia pale, akiangalia kwenye mtandao akiona anasema kumbe kuna hiki kitu, ngoja nimcheki mbunge na mimi naweza nikapeleka hata uniform 2 au 3. Tunakuwa kutoka 107 tunaongeza kwenda 109 na kuendelea mpaka kukamilisha uhitaji wote. Na kama nilivyosema, zoezi hili sio kama tumeanza sasa hivi. Hili zoezi tunalifanya toka 2011 baada ya kufungua ule mfuko wa elimu, The Education Trust Fund. Tulianza zoezi hili sambamba na zoezi la uanzishaji wa maabara za kompyuta, madarasa ya kompyuta kwenye shule za kata. Ni mazoezi ambayo yalikuwa yanaenda sambamba. Kwa hiyo uzuri ni kwamba kama zile kompyuta zinaweza zikafika kikomo, kwa maana labda unaweza ukaenda shule zikaisha au ukawa umefikia malengo fulani, lakini hizi za uniform malengo yake hayawezi kuisha. Na ndio maana nadhani hii kazi sidhani kama tunaweza tukaiacha. Tunaweza tukajikuta tunaendelea nayo hata baada ya ubunge, kwa sababu tayari tumeshajiconnect na hii jamii. Automatically tu inapofika muda unakuta wanaanza kuwasiliana na sisi. Natufarijika, niseme tena kama ile fact kwamba wakati naingia ubunge kuna watu walikuwa wanabeza, wanasema mtamchaguaje mwanamuziki, lakini watu wakanichagua hivyo hivyo. Kwa hiyo waliponichagua hivyo hivyo na mimi nikasema maadamu wamenichagua na muziki wangu, basi na mimi muziki siuachi, ila kipato chake kitatumika kwa maslahi ya wahitaji wa jimbo. Na kwa kweli hili tumefanikiwa sana. Kwa mfano kama zoezi hili, hii fedha imetokana na kazi ya jukwaani, kazi ya mwanamuziki. Nilipiga show pale Dodoma, nikapiga show Arusha. Fedha iliyopatikana ndio imekuja kununua uniform, sare za shule kwa hawa watoto ambao leo ndio tunawakabidhi. Kwanza tukumbuke tulivyoanza haikuwa uniform tu. Ilikuwa uniform na ada. Ilikuwa uniform na ada. Tulikuwa tunawapa uniform sare, tunawalipia na ada. Mpaka baadaye ilivyokuja hii sera ya kuondoa ada. Na hii lazima ieleweke, hii swala la elimu bure, maana wengine wanatumia hii excuse hata kutokutoa michango. Kwa basi wamesema elimu bure. Kinachofanyika pale mpaka sasa hivi serikali ilichofanya ni kuondoa ada. Wamefanya ni kitu kubwa, sio kitu kidogo. Wametoa ada.
lakini mahitaji mengine ya watoto yako pale pale kama uniform na kadhalika. Kwa hiyo hili zoezi mwanzo tulivyoanza tulikuwa tunakwenda na uniform pamoja na ada. Baadaye kuingia 2015 awamu ya 5 ilivyoingia na kuondoa ada kwa wanafunzi wa level ya sekondari kushuka chini, hatukusema sisi wakati wengine wamerelax wamesema elimu bure, basi sasa hatuna cha kufanya na elimu. Sisi hatukurelax, tukaangalia kile ambacho bado kinahitajika. Kwa maana ya nini? Kwa maana ya uniform. Kwa hiyo tukasema sisi tutaendelea kwa maana ya uniform, na wengine wanakuja hawana viatu. Kwa hiyo mahitaji mengine ni kulingana sasa na mtu binafsi. Mwingine anakuja anasema bwana, mimi hata madaftari sina uwezo wa kupata. Tunatoa madaftari, textbooks na kadhalika. Kwamba idadi nadhani tunaweza tukawa tumevuka 800 mpaka sasa hivi, lakini ili kupata in detail ni lazima turudi kwenye kompyuta. Kwa watu ambao unajua, unaona kundi kama hili hapa, wengine watamaliza, wengine hawatamaliza, wengine wata phase out, lakini wengine tunawafuatilia mpaka mwisho. Na mmoja wapo tunamfuatilia kama yule binti Ngajiro ambaye nimekwambia ana akili sana yule binti, na sasa hivi yuko UDOM pale anasoma telecom engineering. Unaweza ukaona alivyokuwa committed. Mtoto hakika anaenda kuchokonoa ma telecom engineering huko. Hata mwenyewe nimetaja engineering tu hapa umesheki na kamera yako hiyo. Kwa hiyo yuko pale anasoma. Kwa hiyo tunawafuatilia, na ndio maana hata nimewasisitiza na nimefarijika kuona kwamba kati ya watoto 107 majority walikuwa ni watoto wa kike.